Ya ndugu zangu wapendwa, ninawasalimu nyote katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa siku ya leo ninajisikia nizungumzie neno hili ambalo nimeliita kushindania injili. Kushindania injili. Unajua injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ni injili ambayo ni uwezo. Yenyewe ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Basi nikisema kushindania injili, si kana kwamba ninatafuta kuiongezea uwezo fulani, kana kwamba haina uwezo. Injili yenyewe ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Lakini sasa nikisema kushindania injili na maana ya kwamba ni kuzuia chochote kile ambacho kinaweza kuja kwa jina la injili, ama kikiitwa injili na sio injili kabisa ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu leo tukiangalia, kuna injili ya aina nyingi, injili mbalimbali. Watu wanahubiri injili, ingawa wanaita ni injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, lakini ukiangalia kweli siyo injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu injili ya Bwana wetu Yesu Kristo hii ina nguvu za kuokoa. Lakini leo kuna injili nyingine ambazo haziokoi. Ni injili tu ambazo zinaleta mafarakano, injili ambazo zinaleta ugomvi, injili ambazo zinataka ni kama tu zinatafuta kufanya watu wajuaji, yani zinaleta elimu sijui ya namna gani. Wapendwa, ninataka leo tuangalie vizuri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi gani ina uwezo, tena inabidi ama inatupasa sisi kushindania hiyo injili kushindania injili ya Bwana Yesu. Mtume Paulo kawaandikia Watesalonika, katika waraka wa Tesalonika wa kwanza sura yake ya pili, waraka wa kwanza wa Tesalonika sura ya pili mstari wa pili, Paulo anasema, lakini tukiisha kuteswa kwanza na kutendwa jeuri, kama mjuavyo, katika Filipi twalidhubutu katika Mungu kuinena injili ya Mungu ya Mungu kwenu, kwa kuishindania sana. Unajua, kuna watu wengine ambao walikuwa wakihubiri injili ambayo inaitwa ya Bwana Yesu katika Tesalonika. Ni watu ambao walijitamanisha, ni watu ambao walitumikia tumbo zao, walihubiri injili kwa faida yao. Hawakuhubiri injili ya Bwana Yesu kwa faida ya wokovu wa wanaoisikia hiyo injili. Ndio maana Paulo akasema, lakini tukiisha kuteswa kwanza na kutendwa jeuri, kama mjuavyo, katika Filipi twalidhubutu katika Mungu kuinena injili ya Mungu kwenu, kwa kuishindania sana. Akiendelea mstari wa 3 anasema, kwa maana maonyo yetu sio ya ukosefu wala ya uchafu wala ya hila, bali kama vile tulivyopata kibali kwa Mungu tuwekewe amana injili, ndivyo tunenavyo, si kama wapendezao wanadamu, bali wampendezao Mungu anayetupima mioyo yetu. Kwa mstari wa 5 anaendelea akisema, maana hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote kama mjuavyo, wala maneno ya juujuu ya kuficha choyo. Mungu ni shahidi. Hatukutafuta kitu kwa wanadamu, wala kwenu, wala kwa wengine, tulipokuwa tukiweza kuwalemea kama mitume ya Kristo. Eti kwa mstari wa 6,
hatukutafuta utukufu kwa wanadamu wala kwenu wala kwa wengine, tulipokuwa tukipewa kuwalemea kama mitume wa Kristo, bali tulikuwa wapole katikati yenu, kama vile mlezi awatunzavyo watoto wake mwenyewe. Vivyo hivyo nasi tukiwa tumaini kwa upendo mwingi, tuliona furaha kuwapa si injili ya Mungu tu, bali na roho zetu pia, kwa sababu mumekuwa wapendwa kwetu. Unasikia? Hapa ni moyo wa mzazi tunausikia akizungumzia watoto wake. Mtu ambaye ameitwa na Mungu, mtu ambaye alikubali kustahimili mateso kwa ajili ya injili, akashindania injili, kwa sababu kulikuweko wengine ambao walijidai kuwa ni mitume, na hawa walidai faida kwa wale ambao wanawahubiri injili. Na Mtume Paulo kasema, ingawa na sisi tungeweza kuwalemea kama mitume wa Bwana Yesu. Yesu ndiye amesema waihubirio injili wataishi kwa injili. Lakini Paulo anasema, mimi sikutumia mamlaka yale ili nisije nikawa kizuizi ama kipingamizi kwa injili ya Bwana Yesu. Watu wasikose kuipokea neema ya Mungu kwa sababu ya kuwalemea. Mimi ninakubali hata kufa, ningekufa ili nisije nikawa kikwazo kwa njia yoyote ile. Huku ndiko kushindania injili ambako ninapenda kuzungumzia siku ya leo. Ndugu yangu mpendwa, wewe ambao unanisikiliza kwa siku ya leo, haswa wewe ambaye unaifanya huduma ya kuchangia ama ya kupana, ya kutoa neno la Mungu. Wewe mtumishi wa Mungu mwenzangu, ambao umeitwa kuligawanya neno la Mungu kama inavyostahili. Sikiliza hili neno kwa siku ya leo, litakusaidia kama lilivyonisaidia mimi. Unajua kuna injili ambayo tumepewa, na hii injili ina thamani sana. Hii injili ina heshima kuliko cheo chetu. Ujapoitwa mtume, ujapoitwa nabii, ujapoitwa sijui askofu gani, hii injili ina heshima zaidi yako wewe. Ndiyo maana tunapasha kuiheshimu hii injili mpaka kuishindania. Hatutamruhusu mtu ambaye anaitwa mtumishi wa Mungu akileta injili ya kigeni, akileta mambo yake huku yakiitwa ni maneno ya Mungu, kumbe anatafuta faida yake mwenyewe. Watu kama hawa Paulo anasema Mungu wao ni tumbo. Hawa ni watumishi wa tumbo, wanatafuta faida yao binafsi, hawatafute faida ya Kristo. Lakini sasa neno la Mungu kwa siku ya leo linakuja kutuonya ili tusije tukawa kinyume ya kweli. Acha tusome katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura yake ya 13 alafu mstari wa 8. Anasema, maana hatuwezi kutenda neno lolote kinyume cha kweli, bali kwa ajili ya kweli. Maana hatuwezi kutenda neno lolote kinyume cha kweli, bali kwa ajili ya kweli. Kwa usemi mwingine tunaweza sema, kwa maana hatuwezi kupiganisha kweli. Hatuwezi kupiganisha kweli ila kuipigania. Hatuwezi piganisha kweli, yaani hatuwezi kuwa kinyume cha kweli, isipokuwa sisi tunaitetea kweli. Tunaipigania kweli. Hatupiganishi kweli, bali tunaitetea kweli ama tunapigania kweli. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Hivi ndivyo Biblia inaongea, hivi ndivyo neno la Mungu linasema. Hatuwezi kushindana na kweli, bali kuishindania kweli.
Hatuwezi kusimama kinyume cha kweli, bali tusimame upande wa kweli, tukitetea ukweli. Hii ndiyo tumeitiwa, ndugu zangu wapendwa. Tumeitwa kuipigania kweli. Hata kama kuipigania kweli ama kuitangaza kweli inaweza ikatuletea madhara, inaweza ikatuletea shida, inaweza ikatuletea matatizo, basi ni afadhali tukubali kufa. Ndivyo tumesoma katika Watesalonika wa kwanza. Hapo Mtume Paulo alipokuwa akiongea na kanisa la Tesalonika, ama akiongea na wapendwa wa kanisa la Tesalonika, lakini tukiisha kuteswa kwanza na kutendwa jeuri kama mjuavyo katika Filipi, twalidhubutu katika Mungu kuinena injili ya Mungu kwenu kwa kuishindania sana. Hebu tuangalie pia katika Wafilipi, waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura yake ya kwanza mstari wa 28. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 27 inasema, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija na ninyi au nisipokuwapo, niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho mmoja, kwa moyo mmoja, mukiishindania imani ya injili. Mukiishindania imani ya injili. Watu wasimame imara katika roho moja na katika moyo mmoja, wakishindania imani ya injili. Hii ndiyo ilikuwa furaha ya Mtume Paulo. Hili ndilo lilikuwa ombi lake. Hili ndilo lilikuwa hitaji lake. Muwe na mwenendo, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo. Kwanza ni mwenendo unaolingana na injili ambayo tumeipokea. Unajua wapendwa, siku za leo maisha ya waamini, yaani maisha ya Wakristo wengi yameharibika kulingana na injili ambayo wameipokea. Watu wengine badala ya kupenda Mungu, badala ya kusikia, roho inachafuka kuhusu mambo ya kidunia. Lakini sasa, pamoja na kupokea hiyo injili ya kisasa ambayo inaitwa ni habari njema, watu wameharibika sasa. Wanapenda dunia kuliko hapo mwanzoni. Wanavutwa na tamaa ya mwili kuliko hapo mwanzoni. Unajua kuna watu siku za leo wanaitwa ni wahubiri wa injili, na hawa wanajidai kuwa na ufunuo wa injili, halafu wakaitwa wahubiri wa injili ya neema. Injili ya neema ya Bwana Yesu. Unasikia kwamba inasikika vizuri kabisa. Mtu akikwambia yeye ni mhubiri wa habari njema ya neema, unasikia kweli huyu ni mtu wa Mungu kabisa. Na hii injili yake kabisa ilipasha kuwa na nguvu za kuweza kupindua maisha ya watu. Yaani mtu aliyekuwa katika vifungo vya dhambi, anafunguliwa. Mtu aliyekuwa katika ufalme wa giza, halafu analetwa katika ufalme wa nuru. Ukisikia maneno watu hawa wanaongea katika jina la injili, injili ya neema, utaona kweli kwamba hawa watu ndio wanakuja sasa wanaleta uamsho kabisa na injili ya kweli yenye nguvu. Lakini sasa kumbe injili yenyewe ni jina tu, jina tu, jina la kuwa hai, kumbe wamekufa. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo. Unajua Paulo akiongea habari za injili ya Kristo, anaongea habari za ile injili ambayo amefunuliwa na Mungu mwenyewe, injili ya Kristo. Mwenyewe anasema wakati Mungu aliona vema kunifunulia mwanawe Yesu Kristo, mimi sikuomba shauri kwa mtu yeyote, bali nimetoka na kwenda Damasko moja kwa moja kutangaza habari ya huyu Bwana Yesu Kristo.
na hii injili ambayo imembadili maisha yake yeye, mtu ambaye alikuwa ni mbaya, mwenyewe anasema alikuwa ni wa kwanza miongoni mwa watenda maovu, lakini sasa amebadilika kwa injili ya Bwana Yesu ambayo alifunuliwa. Na yeye alipokuwa akiongea hii injili, kwa kweli watu walikuwa wakibadilika, ingawa walikuwa ni watu ambao walikomalia ama wamezaliwa hata katika dini. Wakina Timotheo, Biblia inasema ni watu ambao wamefunzwa maneno ya Mungu tangu utoto, lakini walipokutana na hii injili ya neema ambayo mtume Paulo alikuwa akihubiri, injili ya msalaba. Unajua hakuna neema bila msalaba. Neema ndiye imetuletea msalaba, na huyu msalaba ukatukomboa. Halafu ukiongea habari za injili ya neema, basi kumbuka kwamba msalaba ndio bendera. Msalaba ndio tunaweka juu, yaani tunajisifu kwa ajili ya msalaba. Kazi ya msalaba ndiyo imetufanya sisi leo tugeuke viumbe vipya. Na hii neema ndiyo imemfanya Mungu atukomboe, amtume mwanawe mpendwa Yesu Kristo akaja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa hii injili ya Yesu Kristo, injili ya kweli, injili ya neema, injili ya msalaba, hii inapotolewa katika hali inayostahili, hii inazaa wana. Hii injili inazaa wana, kwa maana tumefanywa kuwa wana wa Mungu kupitia tu imani. Kulipokea neno la Kristo imetufanya sisi tuzaliwe mara ya pili, tukawa viumbe vipya. Leo tu wana wa Mungu kwa sababu tu ya kumwamini huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Na maisha yetu sisi ambao tumezaliwa na injili ya kweli ni maisha ambayo yanastahili, maisha ambayo yanalingana na injili ya kweli. Mwenendo uwe kama inavyopasa injili ya Kristo. Hili ndilo hitaji la mtume Paulo kwa kanisa la Filipi. Anasema, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo, niyasikie mambo yenu kama mnasimama imara katika roho moja. Unajua hii injili inapokuja ni injili ambayo inafanya watu wawili ambao walikuwa ni maadui, watu ambao walikuwa hawapatani, hii injili ikiwafikia, moja kwa moja hawa wawili wanageuka mtu mmoja tena mpya katika Kristo Yesu. Kwa maana hii injili ya msalaba ndiyo imekuja kupatanisha watu ambao walikuwa ni maadui. Hapo msalabani Bwana wetu Yesu Kristo akasema, Baba uwasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Hiyo kazi ya neema, hiyo kazi ya msalaba ikiwa ndani ya maisha yetu, basi sisi tutakuwa si watu wa fitina tena, si watu wagomvi, si watu wa chuki, bali tunakuwa watu ambao tunajawa na upendo, tunajawa na rehema, tunasameheana, tunaungamanishwa pamoja katika roho moja, tukiwa na nia moja, moyo mmoja, roho moja, tena tukishindania imani ya injili. Unajua waliozaliwa kwa neno moja ama kwa injili moja, hawa ni watu ambao shauku walionayo ama kitu ambacho kinasukuma mioyo yao ni kushindania hiyo injili ambayo iliwafanya wawe jinsi walivyo, ile injili ambayo imewakomboa. Ndio maana ninafurahi sana ninapoona watoto wa Mungu wanashindania hii injili ya msalaba. Unakutana mtu hajui mengi, lakini anachokijua ni kimoja tu, ni kwamba tumeitwa kuchukua msalaba wetu kila siku, halafu na kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Injili ya msalaba inaalika watu kutoa maisha yao kwa Bwana Yesu, ili kwamba wasiwe wao ndio wanaishi tena, bali Kristo ndiye anaishi ndani yao. Unajua ndugu yangu mpendwa, ukikubali kutoa maisha yako kwa Bwana Yesu, sherti ubadilike. Hata mwenendo wako mwenyewe utaonekana umebadilika kweli. Isiwe maneno tu, kwa maana adui shetani na yeye ni mjanja sana, naye huwa anajigeuza kama malaika wa nuru, ili kwamba awafanye watu wafanani, waongee
waongee maneno ya Yesu, lakini wamfanane shetani. Sikiliza neno hili ndugu yangu, sijui kama umelipokea sawa. Mimi nasema hivi, huyu shetani ambaye ni mwovu, ambaye ni mjanja, huwa anajigeuza kama malaika wa nuru, halafu anakuja katika usemi mzuri, katika maneno mazuri, anawatengeneza watumishi wake ambao anawafanya wawe mfano wa watumishi wa Kristo, wanaogawanya neno la Mungu, wanaotoa neno la Mungu, na wana maandiko mengi. Hawa watu ambao ni wajumbe wa shetani, mitume wa uongo, mitume wa shetani, wana maneno, wana maandiko mengi, wana historia, wana ujuzi, yani siasa wanachanga ndani, maufunuo sijui ya wapi, maneno mengi, maandiko mengi, unajua ukisoma hivi maana yake hivi. Yani hao watu wana maneno kweli. Sasa hawa wana maneno ambayo yanaitwa ya Kristo. Wana maneno ya Mungu ndani ya vinywa vyao, lakini maisha yao ni ya shetani. Shetani anawapatia maneno ya Mungu, semeni maneno ya Mungu, lakini maisha yenu yasiambatane na hilo neno. Watu wanamfanana shetani katika mwenendo wao, katika maisha yao, lakini sasa wana maneno ambayo ni maneno yanayopakaliwa sijui chumvi, maneno matamu, maneno mazuri, lakini yanaitwa ya Mungu, lakini hayana uwezo, kwa maana injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Na mtu ambaye ameokoka kweli baada ya kupokea injili ya kweli, huyu mwenendo wake ni mwenendo ulio safi, mwenendo ambao unapatana na hii injili kabisa ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini mtu ambaye ni mnenaji tu, lakini maisha yake yakiwa madhaifu, basi huyu ndiye ambaye neno la Mungu linakuja kuonya leo. Ndugu yangu, achana na maneno, kwa maana maneno hayatafaa kitu katika ufalme wa Mungu. Na kinyume ya haya yataaibisha jina la Mungu, yataaibisha jina la Yesu. Wewe unaiita injili, lakini kama siyo injili, badala ya kugeuza watu na kuwafanya wawe mfano wa Yesu Kristo, wewe utawafanya watu wawe mfano wa shetani, lakini wakiwa na maneno mazuri. Halafu hawa ni wabaya zaidi kuliko wale wasioamini. Unajua, mpagani, mtu mbaya, mtu mwovu ambaye ana maneno ya Mungu ndani yake, huyu ni mbaya sana kuliko yule ambaye hajawahi kulisikia hata neno la Mungu. Mtume Paulo akasema, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo, niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mukiishindania imani ya injili. Mukiishindania imani ya injili. Ndugu zangu wapendwa, ambao tunapatikana kwenye grupe moja, ninawasihi sana katika pendo la Bwana wetu Yesu Kristo, pamoja na kujifunza maneno ya Mungu, lakini tuangalie vizuri ikiwa maneno haya yanabadili maisha yetu, ikiwa maneno haya tunayoyasikia yanalingana na kazi ambayo yanafanya ndani ya maisha yetu. Yasiwe maneno tu ya kuishia kiakili, ya kuishia kwenye vichwa vyetu, bali yawe maneno ambayo yanapenya katika moyo na kuleta matokeo mazuri ya wokovu katika maisha yetu. Kwa sababu hii ndiyo ya maana sana, kwa kuwa tukitoa yale yaliyo katika mafikiri yetu ama katika akili zetu, yale ambayo tumeyafahamu katika ujuzi tu wa kibinadamu,
haya hayawezi kutubadili kwanza sisi wenyewe, halafu na wale ambao tunayazungumzia hayatawafalia chochote. Basi tuishindanie imani ya Injili. Nikiongea Injili hapa naongea Injili ya kweli. Ndugu zangu wapendwa, ninawasihi sana tushindanie hii Injili. Tusionekane kana kwamba tunaongea mambo lakini tunaishi mengine. Ukiongea Injili ya Bwana Yesu, basi inabidi na maisha yako nayo yashuhudie hakika hii ni Injili ya Bwana Yesu, kwa maana Injili ya Bwana Yesu ina nguvu, tena nguvu ya kuokoa kabisa. Jamani, nimeongea mengi, acha niishie hapa kwa siku ya leo, lakini bado tutaendelea jinsi ya kushindania imani. Kwanza ni kwa mwenendo wetu, maisha yetu yakiwa ni maisha yaliyo safi, alafu watu wakituona wanamwona Mungu, wakisikia yale tunayoongea wanayakubali, kwa sababu wanaona na kazi maneno yale yalitenda ndani ya maisha yetu. Unaona mtu wa Mungu anavyoongea na ndivyo anavyofanana, lakini usiongee mambo yaliyo kinyume ya maisha yako. Ndugu yangu mpendwa, kumbuka ninakupenda sana na ninakutakia mema yote kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo.